Kwanza tulichokitazamia jana, mwamba Lusaka Clatous Chota Chama, kila mara mchezo unapomalizika, basi jina lake haliwezi kutoka kwenye vinywa vya mashabiki na wachambuzi, wadau wa mpira. Tuzungumzie kwanza namna ambavyo amekuwa na mwendelezo huu, na kuna namna fulani hivi wale wanaokuja wanaofanya vizuri wamekuwa wakifananishwa naye. Tuanze na Clatous Chota Chama sasa. Mimi binafsi nitamzungumzia kwa sababu Chama tulimpa airtime nyingi na tuna haki ya kuendelea kumzungumzia kwa sababu bado anafanya vizuri. Wenyewe wanasema vizuri kinazungumziwa kila wakati kwa sababu kina uwezo wa kujizungumzia. Lakini mimi kwanza niseme watu wako tayari kweli kweli, kwa sababu kabla ya mechi kulikuwa na misukosuko mingi sana. Watu itachezwa au la, itachezwaje wakati uwanja una maji, sio, umenielewa? Dakika 10 kabla ya mchezo tukaona watoto wana vigodoro wanakausha uwanja, kumbe wanamkaushia Clatous ili atie adhabu yake ambayo wameweka. Na kitu ambacho kinanishangaza, na mimi nadhani ni kazi ya watu 3 mpaka 4, lakini wataji wawili haraka haraka. Nikana ni kazi ya Mwalimu Savi. Tukisema Savi kuna watu hawajui Shavi sijui nini. Wewe sio Shavi, sisi tunaita Savi. Shavi hiyo mnaita nyinyi Mbondole. Maana mimi sizungumzii watu wa Mbondole, hapana. Umenielewa? Na Steve Barker inaonekana wanafanya kazi kubwa sana kwa Clatous Chota Chama, ukiacha juhudi binafsi, kwa sababu ziko clip leo zinatuonyesha Clatous Chota Chama akifanya mazoezi ya ziada chini ya trainer tofauti, lakini watu ambacho hawajui hata walimu ni trainer. Umenielewa vizuri? Lakini kuna wale trainer ambao hawatambuliki na klabu, alafu kuna wale anayetambulika na klabu. Sababu Savi ukiacha hapa, yani mara nyingi akiwa pembeni na Simba unamkuta yeye ni trainer na anawachukua wachezaji anawafanyisha mazoezi. Leo yupo nao. Clatous Chota Chama ni mchezaji ambaye yuko tayari kweli kweli. Kwa sababu gani? Ngoja nikupe mfano mdogo. Mimi unaniona hapa, mimi nafanya mazoezi. Kuna kanuni zikifika staki. Sio, umenielewa? Yaani nafanya mazoezi, kuna muda ukifika nakwambia hapa staki, yaani naona kabisa mwili unakwenda kunoki. Anachokifanya Clatous Chota Chama akujitengenezea mpaka wa mwisho kama ambao mimi najitengenezea. Maisha ya kawaida kuna sehemu ukifika unajitengenezea kajimpaka fulani hivi hakutaka Clatous. Ndio unaona hayo ambao wanayafanya. Kwa nini? Hebu cheki ufundi mkubwa sana unaofanya. Twende kwenye goli la kwanza, dakika ya kwanza ya mchezo na sekunde kadhaa, ni wastani wa dakika ya pili mpaka anapiga kona. Lakini ukitazama watu walivyokaa pale golini, unauona mguu wake au kutaka kumpa mtu yoyote, kwa sababu mguu ndio unaashiria mpira ulikuwa unakwenda wapi. Ameukata mpira toka anaanza kuupiga. Yes, na ili mpira uzunguke unakatwa pale pale chini, huwezi kukuja kuukatia hapa. Hapa utakatika kulingana na upepo. Na kwa nini? Alimsoma golikipa. Maana yake mazoezi yakikubali mwilini yanaifanya akili inakuwa salama. Akili ya Clatous Chota Chama iko salama kwa sababu ya mazoezi anayofanya, kwa sababu ya utayari. Anapeleka mpira wa kwanza wavuni, alafu mechi inakwenda kuwa 50/50. Mimi naita hivyo. Ni kweli tumetawala mchezo 70%, na mimi nazungumzia madhara. Lakini sifa kubwa unaachaje kuwapa wengine ambao wako nyuma ya Chama, kwa sababu Chama hachezi peke yake. Yuko ule beki mmoja anaitwa Masinde. Jina la kwanza ni nani? Vedastus Masinde. Vedastus yule kijana, sisemi tu yule kijana, anasema mwalimu Steve Barker, big up, tutamzungumzia naye kwa muda wake. Umenielewa vizuri? Wanazuia dakika 90, mimi sikumbuki. Wote anikumbusha Mashujaa wana shot on target. Hakuna timu yote inaweza kudhibiti dakika 90 Mashujaa wakakosa shot on target kama sio Simba hii ya Steve Barker. Uko moja alicheza golikipa. Mimi sikumbuki bwana, alipiga nani? Kama ilipigwa upande huu haiwezi kuwa shot on target. Si ulipiga ukiwa katika engo ya huku. Umeelewa? Ikigonga mwamba ile sio shot on target. Uko moja ukiachana ambaye iligonga. Mimi sikumbuki sasa. Utanikumbusha wewe, mimi sikumbuki. Umenielewa vizuri? Lakini mimi binafsi nimeangalia sikuona, kumbe ipo hiyo. Inawezekana labda nitoka usingizini. Lakini wamethibitiwa vikali. Udhibiti umekujaje? Yule kijana anapewa kwenda kukabana na Kiimbwa yule mdogo. Duchu alikuwa anasafiri kila muda, kijana ndo alikuwa anakwenda kuzima. Umenielewa? Sisi Simba tunapocheza, ngoja nikusutue kidogo mimi mwalimu. Simba tukishambulia, Duchu anakuwa winga. Huku Kibabage anakuwa winga. Alafu unamwambia yule beki mwenye akili nyingi aliyoweka ndevu kama zinamvi, namuita Ture,
Ture anarudi anakuwa beki tatu, huyu kijana Masinde anarudi anakuwa beki mbili, alafu midfield ndo anarudi kuwa central beki. Umenielewa vizuri? Ambaye jana alikuwa Maema muda mwingi ulikuwa unamwona anapokea mpira kutoka jinsi mnaposhambulia, Maema anakuwa central beki. Sasa chukua hii, waambie Yanga wasiojua mpira vibungo. Hapa nimeamua kutoa elimu kwa Yanga tu, kwa sababu Yanga wengi ufahamu wa mpira mdogo. Wananisikiliza, so wana comment humu hapo. Kuna kijana mmoja sitaki nimtaje jina, anaweza akapata umaarufu, aje ya comment tena, na akija analalamika tu. Kwa hiyo walichokifanya jana hawa midfield wa Simba, hawa viungo wa Simba walikuwa wanakataa madhara kutoka kwa adui kuja kwetu, na ndio maana utaona yule unamtaja nani, Mgunda ndio alipiga lile shuti ikaenda kuchukua mwamba. Sio Mgunda alipenda kupiga, hakukuwa na mwanya ulioruhusu apige kwa muda wote wa mchezo. Kwa hiyo Clatous anachokifanya ni maarifa makubwa. Unapokuwa na timu yenye quality kubwa na wewe una quality, ndio muda wa kuonyesha quality yako kwamba sasa mimi ni bora kweli. Unajua kujipambanua katika ubora kutoka kwa watu dhaifu ni issue ngumu. Nitakukumbusha issue. Kuna beki mmoja tulikuwa tunamuita Shamalon Fondo Ni beki tulimtoa sisi Cameroon katika timu yake ya Cotton Sport ya Cameroon, yes. Yule mwamba aliwika peke yake katika timu, lakini adhabu alikuwa anapata yule, alikuwa anachomwa sindano kila muda. Yaani ukiwa bora katika watu wasio bora, yani ubora wako unafubaa. Sasa kweli tunayoiona hii ya Chama na ubora wake ni kutokana na watu wanaomzunguka Clatous Chota Chama. Unazungukwa na Neo Maema. Neo Maema amecheza kombe la dunia la klabu. Umenielewa vizuri? Utaniuliza akiwa na klabu gani? Yanga ndo hawajui. Yanga wengi mimi ndo nawafundisha. Akiwa na nani hawa Mamelodi Sundowns. Amecheza Neo Maema. Kwa nini pasi yake sio salama kwa vibungo kama wa Yanga na timu nyingine? Chama wewe unakosa nini sasa? Neo Maema anakulisha una elimu panzu kibisa wala. So unaniambia jana, wewe unatajaje jana? Yule kilichotokea ni kufiwa tu na mtoto wake ndo kilimfanya kidogo, yani kama sio ile issue, yule ni mchezaji wa level nyingine kabisa na atauonyesha ulimwengu. Umenielewa sijui? Kwa Clatous Chota Chama, watu waliomzunguka Chama lazima awe professional player. Lazima awe mchezaji mkubwa. Alafu si hatuna butu. Unajua tofauti yetu si na Ndala. Si tofauti yetu na Ndala. Ndala wakipata mpira wana tofauti na Manchester. Wanisamee mashabiki wa Manchester. Wao wanaangalia minazi kwenda mbele. Timu pekee ambayo inaweka mpira chini na unaona mpira ni Simba Sports. Chama kwa nini asirelax? Yani Chama asipate raha. Umenielewa sijui? Kwa unapomuona Clatous Shekhe, mimi kusema kweli yani Chama nimechoka kumzungumza. Kwanza ananinyima content za kuzungumza. Chama wapishe watu wengine basi. Mimi mpaka ananikera. Hivi vitu wanapofanya watu wanaumia, wana kijitu chao. Na inaonekana atakukera sana wanakilazimisha kijitu chao, hata mpira akijui kinaitwa nani kile. Kinatoka Uganda, sijui mtu hata akiliana unamwona kama bata yule. Yule anawika pale kwa sababu hakuna mchezaji. Sasa Pacome kaisha, Maxim pia kaisha, sijui atawika sana. Lakini yule huwezi kumleta kwa kikosi chetu akacheza. Yule hawezi kumnyima namba yule. Wewe namna anavyoingia yule mwanaume. Kwa hiyo juu ya Clatous mimi ananinyima content kusema kweli, aache basi. Awapisha watu wengine. Wewe tu funga mgoli ambao alifunga Lionel Messi. Chama alikuwa hajazoeleka hivi kufunga, alikuwa amezoeleka assist tu, lakini si tumemwambia maji ya zambarau funga kwanza. Maji ya zambarau tumempa Yanga, yani wamefeli. Kwa hiyo wamekimbizwa wanailia na maji ya zambarau. Hii timu hamna, mna vilema. Umenielewa wewe? Timu mtu anajifunga mpaka anatikitaka, umeona wapi? Sasa watu wanang'oa viti, mimi niko kwenye maiki.